Halo, habari ya wakati huu, karibu sana. Heri ya Idi, ya sikukuu ya Idi kwa ndugu zetu Waislamu. Nawatakia sikukuu njema mpendwa mtazamaji. Lakini pia leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Tunaukaribisha mwezi kwa kumshukuru Mungu, tushukuru familia zetu ziko salama, tumemaliza mfungo salama kwa ndugu Waislamu, na kwa Wakristo basi tunaendelea na mfungo. Mtazamaji wangu, karibu sana. Leo nitaelezea baraka za maji ya mvua. Maji ya mvua yana baraka za Mungu. Maji ya mvua yamebeba uhai wa kila kiumbe hai, iwe miti, chakula unachokula kinaoteshwa kwa maji ya mvua, kila kitu unachokiona duniani. Na maji ya mvua haya ndio yanaenda baharini, yanagawanyika, yanaenda ziwani, yanaenda mtoni, yanaenda chini ya ardhi, ukichimba kisima unayapata, yanachipusha kila mmea, kila mnyama na kila binadamu anaishi kwa baraka za maji ya mvua. Kwa hiyo maji ya mvua yamebeba uhai ndani yake. Ukitaka kujua maji ya mvua yana uhai, kinga maji ya mvua kwenye chombo chako, yaache wazi kwa muda wa siku 3 mpaka 5. Utaona ndani kuna wadudu weusi kama vimurimuri hivi vidogo vidogo vinatembea, na utashangaa maji umeyachota yametoka angani huko mbinguni, lakini wadudu wameingiaje mle? Maana yake ni kwamba maji ya mvua ni maji yaliyo hai, yana pumzi ndani yake, yana pumzi ya Mungu na baraka ndani yake. Kwa hiyo leo nitafundisha jinsi ya kutumia baraka za maji ya mvua. Mpendo wangu, wakati mwingine unapitia mtu anakupigia simu anakuambia ametumia kila aina ya dawa haijafanikiwa, ameenda kwenye kila madhehebu kuombewa na kufanyiwa madua kwa watu mbalimbali haijafanikiwa. Sasa hebu jaribu silaha ya mwisho hii ya kutumia baraka za maji ya mvua. Maji haya utatakiwa uyatumie kwa mwaka mzima, na utayatumia kwa kuingia agano na maji haya. Utayatumiaje maji haya? Kwa kuyaoga. Utatakiwa una kinga mvua maji ya kutosha. Sasa hivi tuko katika msimu wa mvua, mwezi wa 4 huu. Mvua ni nyingi ingawa zinaelekea mwishoni, lakini ukiweza kupata kama lita 1000 ya maji ya mvua, lita 1000, fungia chumbani kwako. Kila siku ukaweza kuchukua kama lita 1 ya maji kama hii, lita 1 ya maji, na ukaweza kujimwagia mwili wako mzima. Yaani unaoga maji ya kawaida, halafu unachukua maji kama ya lita 1 maji ya mvua, jimwagie mwili mzima. Huku unaongea, nafungua baraka zangu za mafanikio. Mwaka huu 2025 hautaisha sijapata kazi, hautaisha sijaolewa, hautamalizika sijapata mke, hautamalizika biashara yangu haijafunguka. Baraka za maji ya mvua. Na pili, unaweza kuchukua maji hayo ya mvua ukamwaga katika nyumba yako unayoishi. Kwa sababu maji ya mvua yana uhai, nyunyizia katika ngazi, katika mlango wa kuingilia, ama unaweza kadekia nyumba nzima, ama ukanyunyizia ndani ya maji ya mvua. Ama unaona kuna biashara ambayo haiendi, haitoki, chukua maji ya mvua, nyunyizia kwenye ile biashara, mpendwa mtazamaji. Lakini pia unapokuwa unanyunyizia, sala ifuatayo. Unaweza kusali kwa dini yako yote, kwa sababu hapa hatubagui dini ya mtu. Utasema, kama mimi nitaongea kwa maneno yangu na wewe tamka kwa maneno yako, kama vile maji ya mvua yanavyoweza kuleta mafuriko, kujaza bahari, kujaza ziwa, kujaza mito, ndivyo mafuriko ya baraka yaje kwangu. Huku unajimwagia maji kuanzia usoni, ndivyo mafuriko ya baraka yaje kwangu. Mafuriko ya pesa, mafuriko ya kazi. Tamka vitu ambavyo unataka maji ya mvua yakufanyie. Naona, na maji haya ninayoongea uyakinge kwenye bati ambalo halina rangi, ama unaweza kaweka yasiguse chini, ukaweka viti au meza, halafu weka juu yake vyombo vya kukingia maji. Naona, lakini kama unakinga kwenye bati lisiwe na rangi yoyote. Na kuhakikishia ndani ya mwaka mmoja kila kitu chao kitafunguka. Una biashara unaona haiendi, chukua maji ya mvua kidogo, nyunyizia ile kazi. Vile vitu ambavyo unataka vinunuliwe, vitanunuliwa kwa wingi sana. Lakini unaponyunyizia, tamka maneno. Kama vile maji ya mvua yalivyo na nguvu ya kuchipusha mmea wote uliokufa ndani ya ardhi na ukaonekana, ndivyo maisha yangu yachipue tena, ndivyo biashara yangu ichipue tena. Sasa utawekaje agano na maji ya mvua? Tafuta mti wowote, ama unaweza kaandaa bustani,
Wewe unaishi gorofani ama unaishi eneo ambalo huwezi kupanda, labda sio ardhi yako, nenda kwa watu wa bustani, mwambie akuuzie mti wote ama mti wa maua kwenye chungu. Watu wa bustani, magadi na wale wao wana vyungu, hakikisha unaupanda mwenyewe. Utachukua mchanga, akupe tu kambeu kadogo, halafu utakapanda mwenyewe kwenye kile chungu, halafu utakanyunyizia maji ya mvua mpaka kastawi. Usitumie maji ya kisima wala ya bombani, tumia maji ya mvua. Utakuwa unakanenea. Kadri huu mtu unavyozidi kustawi na kukua, ndivyo maisha yangu yastawi, ndivyo biashara yangu istawi, ndivyo yaani unanenea kwa kutumia maji ya mvua. Wakati sijajua hizi dawa vizuri, nakumbuka niliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji mmoja, akaniambia nichukue maua nipande kwenye mbele ya duka langu na nitaweka ile dawa ambayo alinipa. Sikumbuki alikuwa amenifunga kitu gani, lakini alinipa kitu kama ilizi. Nilipofukia pale, akaniambia hakikisha hilo ua lisije likanyauka. Nikawa nalimwagilia, baada ya miaka 3 nikajisahau. Nilivyojisahau, nilikuja kufukuzwa hilo eneo. Sasa sisi hapa tutumie hirizi. Mimi nikwambia tuchukua ua, libariki kwa maji ya mvua. Ulioteshe mwenyewe. Unaweza ukapata hata kipande cha mti au cha ua, otesha kwenye chupa ya maji, baada ya wiki 2-3 kitatoa mizizi. Alafu chukua udongo, weka kwenye chungu. Kuna vyungu vya maua vinauzwa. Weka mchanga mle, weka na mbolea, halafu panda ule mti ambao umeukusudia uote. Sasa uanze kumwagilia maji ya mvua mpaka ule mti ustawi, na kuhakikisha maisha yako pia yatastawi hivyo hivyo. Basi tutatumia nguvu ya maji ya mvua kuleta baraka, kuleta wingi, upendo ndani ya maisha yetu. Na nikukumbusha kwamba ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Mpendwa mtazamaji, ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, hata vingekuwa sugu vipi, na ninatuma dawa kokote duniani. Ukiwa nje ya Afrika natuma kwa ndege DHL, unapokea ndani ya siku 7. Ukiwa ndani ya Afrika tunatuma, kama hapa Tanzania tunatuma dawa ndani ya siku 2, nje ya Tanzania, nchi yote tunatuma dawa ndani ya siku 7. Lakini pia kwa watu wa Kongo, poleni sana kwa vita vinavyo wakumba. Endeleeni kumwomba Mwenyezi Mungu na kupiga kelele sana, dunia itasikia. Kuna mstari mmoja katika Biblia, nafikiri katika kitabu cha Kutoka, wana wa Israeli waliteseka sana kule Misri, lakini wakaungana, wakalia kwa sauti kuu, wakapiga kelele na Mungu akasikia kilio chao. Kwa na nyie mko katika vita, mko katika mateso makubwa, poleni sana watu wa Kongo, lakini mkiungana kwa pamoja, mkapiga kelele katika mitandao, mkapiga kelele katika kila mahali, Mungu huwa anasikia na baadaye atawaokoa. Wanaangalia sana mfano kwa ndugu zetu wa Kenya. Huwa akipata tatizo wanaungana wote kwa pamoja, wanapiga kelele. Hata kama ni kiongozi fulani alikuwa anawasumbua, yule kiongozi atanyamaza na hawezi kuwasumbua tena. Ndivyo Mungu anatenda kazi. Mkiungana wote kwa pamoja, mkapiga kelele, mkalia kwa sauti kuu, lazima Mungu ataleta mwokozi. Na mkiungana kwa pamoja, machozi yakatoka katika macho yenu. Wanawake ndio muhimu na tabia ya kuungana, kupiga makelele na kulia. Machozi ya mwanamke Mungu anajibu haraka sana. Kwa ndugu zetu wa Kongo, poleni sana. Na Kongo ninatuma mpaka Lubumbashi kwa sababu ya vita. Sasa hivi nashindwa kutuma mikoa mingine. Pia watu wa South Africa, Afrika Kusini, sasa hivi natuma kwa ndege tu, kwa sababu nimejaribu kutuma kwa basi, dawa zinapotea. Kwa hiyo nitatuma kwa ndege tu. Kwa hiyo ukihitaji utatakiwa ni kuchaji kwa gharama ya dola. Unaelewa? Kuchaji kwa dola, na ndege uzuri wake DHL ni siku 4 unapokea mzigo wako. Siku 4. Yaani nikishafanya process zote, hesabu siku ya kwanza mpaka ya 4 unapokea. Lakini mtindo wa kutuma kwa mabasi kidogo inakuwa ni sawa, utanipa hela ndogo, lakini usumbufu ni mkubwa. Mzigo unapotea, mara unaibiwa. Lakini kwa ndege DHL hakuna, hauibiwi. Ni kiasi cha kwenda ofisini kwao na kwenda na vitambulisho vyao, unapokea mzigo wako. Na kingine, ninatibu uvimbe wa kizazi, fibroids. Dawa ina uwezo wa kuondoa uvimbe wa sentimita 7 ndani ya mwezi mmoja, uvimbe ndani ya mfuko wa kizazi. Na tunazo dawa pia kwa ajili ya kansa ya kizazi na uvimbe wa matiti. Kwa upande wa kansa ya kizazi, wahi mapema kabla damu haijapungua. Kansa ina tabia ya kunyonya damu. At least damu yako ianzie 8, 9 na kuendelea, ndio naweza nikakupa dozi ya kansa. Halafu tunao pia kwa ajili ya hernia pamoja na tezi dume kwa wanaume wazee. Ugonjwa wa tezi dume unawapata sana wanaume wazee, na kutibu kwa muda wa wiki 4 unapona, pamoja na hernia, mshipa wa ngiri na magonjwa yote ya zinaa, PID sugu, UTI sugu. Tunao pia kwa ajili ya kutibu pressure kwa mtu ambaye anasumbuliwa na shinikizo la juu la damu. Tunakutibu pressure ndani ya mwezi mmoja, inakaa kawaida. Lakini kama pressure imeleta madhara,
umepigwa stroke ama imepanua moyo, itaenda mpaka miezi miwili. Na tunao dawa pia kwa ajili ya kushusha sukari. Sukari inapowekwa juu sana inaharibu kiungo kimoja kimoja, inaharibu macho. Tunaishusha ndani ya mwezi mmoja na kwa kawaida. Tunao dawa pia kwa ajili ya pumu, asma, mafua sugu, ikohozi sugu, dozi ya wiki 3. Tunao dawa kwa ajili ya tonsils, matezi ya kooni, pamoja na mauvimbe yote ya kooni, kansa ya koo, wai mapema kabla damu haijakauka. Pia tunao dawa kwa ajili ya kusafisha figo, ini na bandama, dozi ya mwezi mmoja. Tunao dawa kwa ajili ya macho kushindwa kuona mbali au karibu, au mwasho mkali wa macho, au vinyama vinavyoota hapa kwa jicho leupe hapa kuelekea jicho jeusi. Tunao dawa kwa ajili ya kifafa, degedege na kichaa. Tunazo dawa kwa ajili ya nguvu za kiume, bawasiri, vinyama vinavyouma sana wakati wa kujisaidia. Tunao dawa kwa ajili ya mfumo wa damu, magonjwa ya meno, watu waliovuta madawa ya kulevya, lakini huyu ni lazima awe na mtu wa kumsimamia kunywa dawa. Hii dozi ya mwezi mmoja. Pia tuna dawa ya mvuto mkali sana, Triple K. Hii KKK. Hii dawa yenye mvuto mkali sana, utapendwa na kila mtu. Utaingia popote na hakuna mtu atakuzuia. Na pia dawa ya mvuto wa pesa na mali. Unaona? Na dawa ya ulinzi. Hii ukijipaka utaingia popote. Hakuna mtu atakufanya chochote. Lakini sio uchukue uende ukafanya uhalifu, hapana. Hii ni kwa ajili ya kukulinda wewe usionewe. Lakini sio wewe uende kumuonea mtu. Wewe na kulinda, hata kama mtu alikuwa na nia mbaya kufanya chochote, hawezi kufanya chochote kibaya. Triple K, KKK. Tunazo dawa pia kwa ajili ya limbwata, kumtuliza mpenzi mkorofi anayekusumbua. Tunao dawa kwa ajili ya kuharibu limbwata pia. Lakini pia ninazo dawa nyingi mbalimbali. Muda wangu umeisha, wasipendi kwenda zaidi ya dakika 10. Naitwa Tabibu Lois, naamini katika sheria ya nguvu za asili na sheria ya nguvu za ulimwengu. Tumia maji ya mvua, mpendwa mtazamaji. Huu mwaka hautaisha, utakuja kuishukuru universe. Utakuja kuona miujiza na baraka za Mungu zilizoko ndani ya maji ya mvua. Maji ya mvua yamebeba uhai, uwingi, upendo, kila kitu unachokihitaji hapa duniani. Mungu akubariki sana. Bye.